Habari za majira haya. Kwa majina yangu mimi ni Juliana Steven, niko mbele yako kukualika ndani ya viwanja vya Kisongo ndani ya tarehe 29. Kuna jambo jipya na kuna jambo kubwa sana ambalo Bwana ametuandalia ya kuelekea kwenye Eden yetu. Eden tunayoelekea, kuna mahali ambapo tulikuwa tumeingizwa kwenye madhabahu za kikabila. Madhabahu za kikabila sawa sawa na kila mtu kwenye kabila lake. Kabila lenu ambalo limetawaliwa na Malkia wa mbinguni, ambaye aliketi kwenye anga akitoa taratibu za ibada, ambaye aliketi kwenye anga akitoa taratibu ya namna kabila lenu muabudu na kutengeneza chakula, namna mtakula na kufungwa chini ya himaya yake. Hiyo himaya hairuhusu watu kupata kazi, hairuhusu watu kupata mafanikio. Hiyo himaya ya hiyo madhabahu hairuhusu kabisa mtu kwenda kwenye maendeleo. Lakini yuko Yesu Kristo ambaye ni madhabahu inayozungumza iliyo hai, ambaye inaweza ikadili na madhabahu ambayo imetengeneza mauti kwa muda mrefu. Ikiwa imetengenezwa kwa njia ya chakula, siku ya tarehe 29 tutakula chakula kuangusha ngome, lakini tutakula chakula hicho na damu hiyo ya Yesu Kristo ambaye itauisha dhamira zetu za ndani. Alafu sasa tutajengeka upya kama madhabahu ya Yesu Kristo asiye na kazi, ambaye kwenu haijawahi tokea historia kuingia kwenye ndoa, ambaye kwenu haijawahi tokea historia ya mtu kupata ajira ya kuajiriwa kazi kwenye sekta ya kwenda kuwa mkurugenzi wa eneo fulani. Yesu anakuita hiyo tarehe 29. Nataka kukuambia kuna mabadiliko makubwa. Njoo, usijipange kukosa. Muite yule, mwambie na yule, afu sambaza SMS kwenye eneo lako la Facebook, kule YouTube, kila mahali tupia. Mwambie tarehe 29. Yule unayempenda ni jirani yako, mkumbushe, mwambie tarehe 29 ndani ya viwanja vya Kisongo Arusha. Wakuria wenzangu, karibuni sana. Watu Kilimanjaro, wajomba na mashangazi kule, tunawakaribisha wote ndani ya Kisongo siku ya tarehe 29. Karibu sana, uje ujengwe upya, uje uvunje hiyo madhabahu na kuingia kwenye madhabahu ya Yesu Kristo. Karibu sana.